kwa majina anaitwa Athumani, yuko Tanga. Sema serikali inatuaminisha kuwa nchi yetu bado tuna matatizo mengi. Haya, asante kwa maoni yako pia. Na wengine ambao mnatuandikia, endelea kufanya hivyo kupitia namba yetu ya 0683802966 na mimi nitakuja kuendelea kuyazungumza. Samson Chazi muda mchache ujao tutaungana naye akitokea kule Kariakoo Square pale kwa ajili ya wino mzito. Lakini bado tunaye Godfrey Mchungu hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza mambo mengi. Nilikuahidi tukirudi tutazungumza machache kidogo kuhusiana na, sio machache kidogo, machache kuhusiana na yaliyojiri pale Kenya wiki iliyopita. Kulikuwa kuna mkutano ule wakutanisha manguli wa siasa, rais wa taifa hilo William Ruto pamoja na waziri mkuu wa zamani lakini pia kiongozi wa upinzani pale Kenya Raila Amolo Odinga. Na mkutano huu ulitamatishwa kwa viongozi hawa wawili kusaini mkataba wa makubaliano. Ule wanauita mkataba wa makubaliano. Hawa wameungana nini? Yaani wengi hatujaelewa wameungana kwenye nini. Unaita Memorandum of Understanding, MOU. Unataka nini ule muungano wao? Wanataka kufanya nini? Yes, yale ni makubaliano ya kisiasa kati ya viongozi wakubwa wawili. Raila Odinga, kiongozi wa upinzani na chama chake cha ODM, na Rais William Ruto, rais wa Jamhuri ya Watu wa Kenya, kiongozi UDA. Na kimsingi ni kwamba ni makubaliano ambayo yanatoa taswira ya kwamba ni ndoa za kisiasa ambazo zimekuwa zikiendelea kufungwa katika nchi ya Kenya. Na hapo inakuja, tunajua kabisa kwamba kwa mfano Martha Karua naye alikuwa mgombea wa nafasi ya makamu wa rais kipindi cha William Ruto mwaka 2022, ameweza naye kuanzisha chama chake ambacho kinaitwa Liberation Party, Martha Karua. Ndio. Of course, lakini vile kuna Rigathi Gachagua naye ana mpango kuanzisha chama chake ukitazama. Ndio. Kwa hiyo siasa za Kenya zimekuwa kwa kiasi kubwa ziamuliwi na vyama, vimekuwa zikiamuliwa na watu. Yaani watu wenye nguvu katika nchi ya Kenya wamekuwa wanaweza kaunga mkono upande fulani wakaweza kushinda. Na hiyo inajenga sababu ni taifa ambalo limekuwa limegawanyika katika masuala mazima ya ukanda na ukabila. Kwa hiyo haya muungano wa kisiasa kati ya UDA na ODM ni kuna vitu ambavyo kimsingi wamekubaliana kama viongozi. Cha kwanza ni kuitisha mazungumzo ya kitaifa, kwa maana kwamba kwa sababu tunajua kulikuwa kuna sintofahamu hapo nyuma ya maandamano ya kupinga bei ya sukari na bei ya unga kama unakumbuka, ambayo yalisababisha mvutano kubwa ya vijana. Kivyo vile unazungumza swala zima la ajira kwa vijana, namna gani vijana wa Kenya wanaweza kupata ajira. Lakini swala la tatu ni kwamba ni usawa wa kijinsia na usawa wa wakilishi katika masuala mazima ya kisiasa. Lakini swala la nne ni kwamba wanazungumza namna gani sasa wanaweza kupunguza gharama za maisha ambazo kimsingi zimepanda katika nchi ya Kenya. Sasa hii inakuja kwa sababu tunajua Mheshimiwa Rais Ruto aliweza kumuunga mkono Raila Odinga katika harakati zake za kwenda kugombania kamishna na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ambayo kule alikuwa anaongoza Musa Faki, ambao kimsingi amemaliza muda wake. Kwa sasa tukashuhudia Rais Ruto kumweza kumuunga mkono Raila Odinga na akaweza kumwendorse na kumpigia kampeni, na hata tukamshuhudia Odinga alikuja hapa kwenye kikao cha nishati cha kimkakati kuja kujaribu kufanya lobbying, kuomba kura kuhakikisha kwamba anaweza kushinda katika yeye mwenyekiti. Sasa baada ya Odinga kushindwa nafasi ya mwenyekiti wa Afrika, amerudi nyumbani na kuja kutoa tamko, na tamko ambalo Wakenya wengi walikuwa wanaisubiria au wana Afrika Mashariki kwamba je, Odinga anaweza kuendeleza harakati zake kuelekea mwaka 2027? Ilikuwa ni swali. Lakini jibu tukapata kwamba hapana, Odinga ameingia makubaliano na Rais William Samoei Ruto. Lakini vile chama cha ODM kipo kinaunda serikali. Mtazama, kuna baadhi ya mawaziri wamepewa kuna serikali ya Rais Ruto. Kwa unaona kabisa kwamba tayari wana muunganiko wa kisiasa kuelekea katika mwaka 2027. Hii inaweza imemweka Odinga kwenye nafasi gani? Wengi wakifahamu kwamba ni miongoni mwa viongozi wakubwa wa upinzani, mgombea urais mara kadhaa, ana wafuasi wengi kweli, amefanya mambo mengi yanayohusu upinzani Kenya. Hii imemtengenezea kitu gani kipya kwenye harakati zake?
Wengi wanasema kwamba Odinga kama ni kiongozi ambaye ameacha misingi kutazama, kwa sababu Odinga ni kiongozi ambaye amekuwa akijitabarisha kwamba ni mtu ambaye anawakilisha kundi la wananchi, wananchi wanyonge. Na hata moja ya sababu ambayo kimsingi zilipelekea kushindwa uchaguzi mwaka 2022 ni kwamba Ruto aliweza kujionyesha kama ni kiongozi ambaye anapambana na kundi, anawatetea kundi la wanyonge dhidi ya kundi la dynasty, kwa sababu ukimtazama baba yake Odinga alikuwa ni sehemu ya serikali. Ukitazama mwaka 2022 Rais Uhuru Kenyatta baba yake alikuwa ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo Odinga alivyoshirikiana na Uhuru Kenyatta, Wakenya wengi wakaona kwamba huyu mtu ametugeuka. Kwa miaka mingi tangu mwaka 1997 anagombea nafasi ya kwanza urais, alikuwa ni kiongozi ambaye anapigania haki za watu wa chini, hususan vijana. Sasa baada ya kuungana na Uhuru Kenyatta mwaka 2022 na sasa hivi kuweza kuungana na Rais William Ruto, wengi wanamtazama kama ni kiongozi ambaye ameweza kuacha misingi ya kupigania watu wachache, kwa sababu sasa hivi chama chake cha ODM kinaunda serikali, kina baadhi ya mawaziri kwa ni wanufaika katika serikali ya William Ruto. Pale ambapo kupanda gharama za maisha, maandamano, ukosefu wa wawakilishi na ajira kwa vijana, pale ambapo serikali ya Ruto itavyotuhumiwa, hatuwezi kuweza unasema kutoshutumu chama cha ODM ukitazama. Kwa ni kwamba sasa hivi Raila Odinga yupo katika sahani moja na Rais William Ruto. Kwa changamoto za kiuchumi, ukosefu wa ajira kwa vijana, kupanda gharama za maisha, nani ambaye anaweza kuwasemea? Ndio maana ukimtazama Rigathi Gachagua kutoka Mlimani anasema kwamba yeye naye ataenda kuunda chama chake na kuja kupambana na Rais William Ruto mwaka 2027. Inaweza ikawa ni mwisho wa nguvu ya Odinga kwenye eneo la upinzani kabisa, kwa sababu na ukiangalia umri wake takriban miaka 81 82, ni mtu ambaye amepambana kwa muda mrefu zaidi na akuweza kufanikiwa katika tamaa yake ya siku moja kuwa rais wa Kenya. Na nilikuwa naangalia hata vichekesho kwamba ameshindwa maeneo mengi, ameshinda kamisheni ya Umoja wa Afrika, na hata ukimtazama Rais Ruto anasema kwamba Umoja wa Afrika umekosa kiongozi ambaye ana maturity, ana ukomavu kama Raila Odinga. Kwa hiyo mwenyewe ukimtazama wa Kenya umesikitika kwamba kwa nini Odinga amekosa nafasi ya mwenyekiti wa kamisheni ya Afrika. Lakini vile ni kwamba kwenye kukosa nafasi ya mwenyekiti wa kamisheni ya Afrika kuna sababu nyingi vile vile. Cha kwanza inatajwa diplomasia ya Kenya. Kwa sababu ukimtazama Rais Ruto kwanza alitoa msimamo dhidi ya Palestina na Israeli. Akasema kwamba nchi ya Palestina ni nchi ambayo Israeli inatakiwa ilindwe dhidi ya magaidi. Sasa kuna nchi Afrika zinaamini kuna two state solution, kwamba nchi ya Israeli na Palestina lazima waishi kwa pamoja. Lakini vile itazama kwa mfano mzozo wa Kongo wa M23, aliweza kumpigia simu Emmanuel Macron. Baadhi ya Afrika wanaamini kwamba lazima changamoto za Afrika tuweze kuzitatua kwa suluhu ya Afrika. Lakini vile issue ya Sudani kutazama, amewakaribisha juzi wakina Hemeti kutazama kuja kufanya kikao katika nchi ya Kenya. Kwa namna yake kufanya siasa, kuna kwamba siasa za Kenya kuna diplomasia kimataifa imekuwa ni chanzo cha kushindwa kwa Raila Odinga. Sasa ukimtazama Odinga kwa umri wake, amekuwa kwamba yeye ajioni kama ni factor ya uchaguzi kuelekea mwaka 2027. Tayari ana umri mkubwa, ana umri mrefu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ana wajibu wa kuweza kuandaa mtu mwingine. Naweza kusema kwamba kwa maoni yangu ni kwamba factor ya uchaguzi mwaka 2027 inaweza kuwa ni Ruto na Rigathi Gachagua. Yes. The founding fathers found it. So they then sent the former Nigerian President Obasanjo, to me to come and persuade me to run. And after a lot of soul searching, I made a decision. And some of you will have seen me with President Obasanjo on my side when I announced that I was going to run for the position of African Union Chair. Bada, hiyo ni miongoni mwa speech ambayo alitoa wakati wamesaini ule mkataba wao makubaliano. Tunamwona Odinga kwenye nafasi kwenye siasa za kuwania urais tena Kenya, tukubaliane kwamba imekwisha. Anaweza kawa akagombania mwaka 2027, anayo nafasi, lakini nafikiri kwa umri wake na uzoefu wake
angebaki tu kuwa ni mwanasiasa wa kitaifa, kwamba anatoa ushauri wa kisiasa, anakuwa anaalikwa kwenye unasema upatanishi wa mizozo ya kimataifa na kiafrika, kwa sababu ni mtu ambaye ana historia kubwa kwenye siasa ya Kiafrika, ni mtu ambaye ni maarufu. Kwa umri wake miaka 81, kifikisha mwaka 2027 atakuwa na miaka 83. Kuongoza ndani ya miaka 5 atakuwa takriban miaka 90. Kwa hiyo so factor ya uchaguzi kuelekea mwaka 2027. Nilikuwa napitia kwenye mitandao mingi, Gachagua anatajwa kwamba miongoni mwa watu ambao watakuja kumpa upinzani Rais Ruto. Ila kuna watu wanaona kama yani bado hakujijenga kwa level hiyo. Unajua kuna yule mtu akitoka kwenye serikali afu akienda kwa mpinzani anakuwa ni anatikisa, lakini watu wanaona taifa limepiga kura aondoke, akaondoka, akakaa kimya, watu wanaona nguvu hiyo bado hana. Yes, nguvu ya Gachagua inaweza ikaamuliwa na wananchi wenyewe wa Kenya, kwa sababu kama nakumbuka maandamano ya Generation Z ni maandamano ambayo yalikuwa hayana kiongozi wa kisiasa. Ni vijana walijihamasisha kwenye TikTok, vijana walijihamasisha kwenye Instagram, mitandao ya kijamii kuweza kuandamana kupinga gharama za maisha katika nchi ya Kenya. Kwa kama ataweza kuliwini kundi la vijana kuelekea mwaka 2027, na kama hizi changamoto ambazo zimekuwa ni mwiba mchungu zaidi kwa serikali ya Ruto, kama akiweza kuzitumia vizuri, na kama hizi changamoto zitakuwa hazijapata ufumbuzi kuelekea mwaka 2027, anaweza akawa ni mshindani mzuri zaidi wa Rais William Ruto. Lakini kama ulivyosema kwamba ni kiongozi ambaye anaonekana kwamba hana huo mtaji huo mkubwa wa kisiasa, lakini nguvu yake kisiasa itaamuliwa na namna gani changamoto za vijana, namna gani changamoto za Kenya zitakuwa na suluhu kuelekea mwaka 2027. Sawa bana, nilikuahidi tutaungana na Samson Chazi kutokea pale Kariakoo Raha Square pale, na Samson tayari yuko tayari pale kwa ajili ya hilo. Lakini wacha nikukumbushe kuhusiana na kipindi cha mjadala ambacho kinaruka kesho Jumanne pale EATV, ambapo baada ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo iliadhimishwa Jumamosi hii ya Machi 8, 2025, mengi yamezungumzwa kwa ajili ya kuhakikisha mwanamke anazipata fursa zilizopo maeneo yote kwa dhana ile ile ya 50 kwa 50. Sasa mjadala wa Jumanne hii unaangazia kwa kina, je, dhana ya 50 kwa 50